Wapendwa taifa la Mungu, katika tafakari ya neno la Mungu leo toka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 aya ya 51 mpaka sura ya 8 aya ya kwanza, tunajifunza kwamba katika ulimwengu huu sio kwamba watu watakupenda hata kama unatenda mema. Ni kweli wanadamu tu wadhaifu, wanadamu tunaanguka dhambini, na ndio maana kwa neema ya Mwenyezi Mungu lazima tujitahidi kuweza kuishi yaliyo mema na yanayompendeza Mwenyezi Mungu, na pale tunapoanguka basi tuweze kutubu. Lakini kuna wakati watu watakuchukia kwa namna unavyoishi vyema, kwa namna unavyoonya waonya waache mabaya, kwa namna ambavyo unaishi vizuri ofisini, kwa namna ambavyo unafuata sheria na taratibu katika jamii unayoishi, kwa namna ambavyo unatenda na kuenenda kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yaani unajitahidi kuishi yale yanayompendeza Mungu na yale yanayoipendeza jamii. Kuna watu watakuchukia kwa hayo. Na ndio hilo ambalo tunajifunza katika somo hili la leo. Katika familia wanaweza wakatamani ndugu zako uishi au uendane na imani zao, pengine imani za kishirikina, imani ambazo ziko kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Rafiki zako wanaweza akakutaka ujiunge na makundi mabaya ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Jirani zako vile vile wakakupotosha na kutaka uishi kadiri ya wao wanavyoishi, ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kuwa wewe unasimamia iliyo haki, wakakuchukia tu. Neno la Mwenyezi Mungu leo linatutaka tusiogope. Kama ambavyo Mtakatifu Stefano aliyekuwa mwenye haki, aliyempendeza Mwenyezi Mungu, akayavutia macho na mioyo ya watu wengi wa Kristo wengi wa mwanzo. Lakini kutokana na hali hiyo akashtakiwa na kuuawa kwa kupigwa mawe. Vivyo hivyo na sisi ndio hali hiyo ya kuchukiwa inapokuja tunapoishi yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Na hivyo tusiogope, tuweke tumaini letu kwa Mwenyezi Mungu. Tuyakabidhi mambo yote, matashi yetu yote mema mikononi mwa Mungu. Tuyakabidhi matendo yetu yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu katika neema zake na msaada wake na ulinzi wake, ili kwamba mikononi mwake tuweze kupata usalama, mikononi mwake tuweze kupata mafanikio, na mwisho tukafike mbinguni kama ambavyo Mtakatifu Stefano akajikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu na kusema, mikononi mwako ee Bwana naiweka roho yangu. Basi wapendwa, neema ya Mwenyezi Mungu ituongoze na kutusaidia, hata kama wengine wanatuona ni wanafiki kwa sababu tunayaishi yanayompendeza Mwenyezi Mungu na mara moja kutubu dhambi zetu pale tunapomkosea Mungu, au wanatuona kwamba kufanya kwetu toba au kuishi yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo kwao haliwapendezi. Basi sisi daima tumtazame Kristo ambaye anatutaka daima tuwe watakatifu kama yeye mwenyewe alivyo mtakatifu, ili mwisho tuweze kufika kwake mbinguni.